Alinda, karibu kwa mara nyingine kuzungumza na idhaa ya Umoja wa Mataifa. Asante, nashukuru sana kwa kunialika. Okay, ingawa si mara ya kwanza kwa wanawake kwenda na kufanya kazi kwenye vyombo vinavyoenda anga za mbali, lakini imekuwa mara ya kwanza kwa mwanamke huyo anaitwa Christina Koch kuwa katika timu ya wanaanga waliosafiri na kuzunguka mwezi mbali zaidi katika anga la mbali ambako binadamu hawajawahi kufika. Sasa wewe kama mhandisi wa urambazaji wa masuala ya anga za mbali, umeipokeaje hatua hii? Yeah, asante sana kwa swali hili. Ni swali zuri sana. Ukiangalia na kukumbuka, wengine tulikuwa hatujazaliwa, mwaka 72, December, I think wa December tarehe 7 nilikuwa mara ya mwisho mwanadamu kutua mwezini. Sasa karibia miaka 54 baadaye tumepata nafasi tena ya kwenda kuweza kurudi mwezini, na kwa sasa tumeweza kupata nafasi ya kupata mwanamke wa kwanza kwenda kuzunguka mwezini na wenzake wengine watatu walioambatana naye. So ni wakati wa kusherekea sana na kuweza kuangalia na kupata jumbe mbalimbali katika hatua hii ya muhimu sana. Sio tu kwa NASA, siwezi kuongea au kujibu kwa niaba ya NASA, lakini naweza nikasema na kujibu kwa niaba yangu na hata kwa watu wote duniani. Maana ya safari hii ni nini? Tunaweza kujifunza kitu gani kwa safari hii? Kwa mfano, jambo la kwanza ni ile inatukumbusha na pia kuweza kuonyesha ubunifu na mambo makubwa na ushujaa ambayo mwanadamu anaweza kufanya. Haijalishi kama wewe ni mwanamke au mwanaume, Mungu ametupa wote kipaji na uwezo wa kuweza kukaa chini na kufikiri na kufanya kazi kubwa kama hii, au kuweza kuotea ndoto kufanya kitu kikubwa kama hiki. Kwa hiyo kwa wasichana wote duniani, Afrika, India, nchi yoyote anapoona kitu kama hiki kinawezekana na kikaenda kikafanyika na kikafanyika vyema, inatutia moyo. Inatutia moyo, na ndoto yangu ni kuona kwamba vijana wadogo wanapoona hii waweze kuendelea kuota ndoto kubwa zaidi. Kuna vizingiti vingi vipo, lakini kwa sababu vizingiti vipo, sio lazima kwamba okay, hiyo mimi siwezi kwenda kufanya, hiyo mimi haitawezekana. Tambua, angalia, piga mahesabu, unataka kufanya kitu fulani. Kuna vizingiti 20. Unaanza moja baada ya jingine, unadondosha, unafikia ndoto yako. Kwa hiyo kuweza kuona safari kama hii imefanyika, ndoto yangu na pia navyoona hata ulimwengu watu walivyoshangilia na kufurahia, machozi wengine ikatutoka, inaonyesha kwamba kama dunia tupo sawa, tupo pamoja, tunaweza kufanya mambo makubwa. Na kuangalia huo ujumbe pia inatupa uwezo wa kuona what else can we do, tunaweza kufanya nini tena. Kwa hiyo huo ndio ujumbe au mtazamo ambao nimeupata, na hii ni mwanzo tu. Kuna mengine mengi pia tunaweza kuendelea kujifunza kwa kazi hii nzuri iliyotendeka. Asante kwa maelezo hayo, bila shaka yanawapa nguvu watu wengi duniani. Sasa wewe pia Dr. Alinda, watu wamependa sana kwa kweli hadithi yako binafsi, simulizi yako binafsi, kusikia kwamba wewe ni asili ya Afrika, hasa kutoka Tanzania. Vile watu wa Afrika Mashariki nao wamejivunia. Ukisikia kutoka Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, DRC, wanasema huyu ni wetu wa Afrika Mashariki. Huko Tanzania nako wanasema huyu ni wa kwetu Tanzania. Ndani ya Tanzania mikoa mbalimbali inasema Alinda ni wa kwetu. Sasa unafanya kazi kubwa sana na ya muhimu hapo NASA kuhakikisha satellite hazigongani angani. Unawaambia nini watu hawa ambao sasa hivi walikuwa wakisikia habari zako na wanataka kukumiliki kwamba huyu ni mtu wetu? Yeah, I mean, nikisikia habari kama hiyo, ninainama nampa Mungu sifa. Nampa Mungu sifa na mshukuru. Ndoto yangu na lengo langu kwa watu wote wanaosikia hii habari ni kwamba waweze kuona na kujua kwamba hakuna lisilowezekana. Unaona, mimi ni mtoto ambaye nilizaliwa huku nikakulia nyumbani Tanzania. Mama yangu anatoka Bukoba, babangu anatoka Karagwe, Nyakahanga. So ninafurahi sana, ninashangilia ndani ya moyo wangu, ninaona furaha na sifa kuona watu wanavyoshangilia, na mimi pia nashangilia nao. Na ujumbe wangu ni kwamba tukumbatiane wote, tuweze kusonga mbele pamoja. Hawa waliosafiri kwenda angani, ujumbe wao wakawa nasema, walipokuwa kule juu wakawa wanaangalia dunia ilivyo ndogo katika ile
bahari jeusi la anga ya nje ya mbali. Ni sayari ndogo ya kipekee, na humo ndiko kuna wanadamu wanakoishi. Ni rahisi sana ukiwa hapa duniani ukaona utofauti huu, lakini wenyewe walivyoona wakiwa huko mbali, wakaona kwamba sisi wote, waliita neno earth, you are the crew. Nyinyi watu hapo duniani ndio jumuiya. Ni Hiyo kama ndio vile jumuiya. ni kama sisi wanadamu na sisi ni wanaanga katika chombo chetu kidogo Yes. dunia, sio? Exactly. That is exactly what they said. And so, tunapoona hiyo, tunaweza kufanya kitu chochote. Tunaweza kusaidiana, tunaweza kubebana, tunaweza kuinuana. Kwa hiyo nashukuru sana napoona tunapojivunia, na pia ujumbe wangu kwa watu wote ni kwamba tuendelee kusonga mbele, tusikate tamaa, tufanye kazi kwa bidii. Inawezekana. Safari sio rahisi, lakini inawezekana. So nashukuru, ninafurahi sana, na lengo langu na ndoto yangu ni kuona kwamba kama jamii, kama dunia nzima, tunaendelea kusonga mbele kufanya kazi njema tuliopewa na Mungu. Mungu ndiye anayetuwezesha yote hayo. Ndiyo. Sawa sawa. Wazungumzie wazazi kidogo, jinsi ambavyo walikuunga mkono mpaka kuanzia ukiwa mtoto mpaka kuja kufikia ngazi kubwa, kwa sababu hii itawasaidia wazazi wengine kujua namna ya kuwasaidia watoto wao waweze kupiga hatua kubwa kama ulizopiga. Umedondosha swali zito sana. Sijui nianzie wapi, na nitajibu kujibu bila machozi. Baba yangu na mama yangu, wazazi wetu walikuwa ni watu ambao walikuwa wanaweza kunena maneno ndani ya moyo na maisha ya mtoto ukayaamini. Baba yangu, mtatoa hadithi moja fupi. Wakati tulipokuwa wadogo, alikuwa anatuongelesha, utafikiri akijua sisi tunaweza kuwa marais wa dunia. Kwa mabinti zake, mimi na dada yangu na mdogo wetu wa kiume pia, alikuwa anatuongelesha, utafikiri anaona hizi almasi kubwa sana ndani yetu ambayo sisi tukiangalia hatuoni chochote. Unaona, ni huaga naongea na vijana, ninapoongeaga mashuleni, nasemaga, wananiuliza okay, tuelezee safari yako. Mimi nasema watu wanasema kama mimi ni engineer, mimi ni daktari, nilikuwa panga sana hesabu, nilikuwa panga sana sayansi. Mimi sikuaga panga. Olimpio shule ya msingi hata. Lakini nilipofika la 6 la 7, baba na mama walikaa na kuhakikisha kwamba tunasoma na hatukati tamaa. Tunasoma, tunajitahidi, and then baadaye ile taaluma, ile skill, ile ujuzi unakuwa. Wako watu wanaozaliwa na vipaji kabisa, vinachapa moja kwa moja. Lakini kuna wengine, kwangu mimi hadithi yangu ni tofauti. Yangu ni ile ilibidi iwe nurtured, ilibidi ikuzwe, ilimwagiliwa. Ni maneno ambayo yalinenwa. Tangu nikiwa mdogo nilikuwa nasema nataka kuwa astronaut. Lakini sasa tulikuwa huku Marekani, nikirudi Tanzania, nasema tu na mama na baba na mimi nataka kwenda kuwa astronaut. Na wala walikuwa hawanikani, hawisemi astronaut unaenda kupanda rocket ya wapi hapa, lakini walikuwa hawanikatishi tamaa. Na kwa sababu hawakunikatisha tamaa, nikaamini kwamba inawezekana. So nikaendelea kusoma na kufanya kazi kwa bidii. Nilipofika la 7, wakati tunajiandaa na mtihani wa taifa, nakumbuka na dada yangu wote tukawa tunasoma, Joycelyn, tunasoma, tunajiandaa, tunasoma. Ndio zaidi unavyozidi kusoma unaona kwamba unazidi kuelewa. Na unapozidi kuelewa, unapojibu maswali unazidi kupatia. And then nikaweza correlate, kulinganisha. Nikisoma sana, nikajitahidi, ninaweza kufaulu. So ni kuendelea kusoma sana ili nifaulu. Unaona, so baba na mama yangu wote, walikuwa ni sehemu kubwa sana ya kutuhamasisha. Baba alifariki 1999. 1999. Yeah, so ni karibia miaka 30 sasa. So lakini unaweza kwa msichana, kwa kijana mdogo, unaweza kaangalia ukaona maisha yangu yamefutika, hakuna future, hakuna mbele. Lakini mama akasema tunasonga, tutafika. Na tukaendelea, tukasonga, tukafika. Mama yangu alikuwa anasema mpaka leo hii ukimuuliza, anasema mimi nilijua kwamba wewe utaenda kuwa astronaut. Mimi sio astronaut, lakini point ni kwamba ndoto ulionayo lenga, usikate, usirudishe kwa sababu ya vizingiti, lenga. Utakapofika huko utakapofika ni juu tu, unaona. So kama una ndoto ya kuwa daktari, sema nataka kuwa daktari.
ukiishia kuwa head of nursing, na hakuna shida yoyote na kuwa head of nursing. Point yangu ni kwamba endelea kulenga juu, usikatie chini. Na mwenye ndoto ya kuwa head of nursing, go be head of nursing, weka ndoto juu, enda na Mungu wako. Huwezi kujua milango gani itakayofungwa. Usijifungie mlango kabla mlango haujafungwa kwako, na hata mlango ukifungwa kwako, katafute mlango mwingine. Fungua dirisha, toboa dari. Kwa mazingira haya ya anga tunaweza kusema lenga mwezi, hata ukiukosa utaambulia hizi nyota ndogo ndogo, sio? Exactly. Actually, kisayansi na kihesabu wanasema lenga nyota, maana nyota ni mbali zaidi ya mwezi. Nyota ndio ziko mbali zaidi. Ndio, unaona, lenga nyota. Nyota ni mbali sana. Lenga nyota. Ndio, kuna huo msemo wa lenga mwezi utaishia kwenye nyota. Kwa sababu sisi tumezoea kuona mwezi ndio likubwa, liko karibu, kumbe ndio ni kubwa kwa sababu iko karibu, sio? Exactly. Ni kubwa kwa sababu ipo karibu. So lenga nyota na utafikia hizo nyota. So tumefikia mwezi, watu wamepita mbali zaidi ya mwezi, so lenga nyota. Na utafikia sayari nyingine. I see. Yeah. Hiyo nzuri sana. Yeah. Na sasa turejee kwenye hivi vyombo vinavyokwenda angani. Kwa kuwa Artemis 2 inaendeleza safari za binadamu angani na kuleta uwakilishi wa kihistoria, ni kwa kiasi gani ni muhimu kwa wasichana hasa kutoka barani Afrika na diaspora kuwaona watu kama wewe wakichangia mafanikio ya misheni hizi hata nyuma ya pazia? Kwa hivyo ni kwa kiasi gani hili jambo ni muhimu kushuhudia hali kama hii? Asante sana kwa swali hilo. Pia ningeweza kuweka wazi, ningependa kwanza kuweka wazi kwamba timu ya Artemis 2 ni timu ya watu maelfu na maelfu waliofanya kazi miaka na miaka kuweza kufanikisha kazi kama hii. Nafasi yangu mimi katika kazi hii ni ndogo mno, ni nyuma ya pazia, unaona. Lakini kwa sababu ni muhimu sana mimi kusema hivi, kwa sababu na mimi nimesoma, nimefanya kazi, inajua what it takes kufanya kazi sana ukaweza kufanikisha kitu chako. So ni muhimu sana kuweza kutoa credit where credit is due. Unawapa maua yao hawa ambao unawapa maua yao kabisa. So kwa timu yetu sisi, ndio kila mtu nasa amehusika kwa namna kubwa ndogo, zipo husika nyingi sana. Kwa timu yetu sisi, kwa kazi tuliyofanya ni kuhakikisha kwamba wanapotoka hakuna vifusi vya kuwagonga, hakuna satellites zitakazowagonga ambazo ziko za NASA. Wanaporudi tuhakikishe kwamba wale ambao wanahakikisha wanarudi salama, data zetu zipo, wanazitumia ili waweze kurudi salama. And so kuweza kurudi sasa, kulijibu swali lako, kwa wasichana wadogo na kwa vijana wadogo wanapoona kazi kama hii tunayofanya nyuma ya mapazia au mbele ya mapazia, ni kuangalia na kuona kuna hizi movie kwa mfano zilizotoka zamani za Hidden Figures, au hizo ambazo unaangalia watu waliopitia vitu vigumu alafu wameweza kufungua milango ili na sisi tuweze kupita. Unaposikia hadithi kama hizo, lengo na ndoto ni kwamba inakutia moyo na inakuchochea kuweza kuona na mimi naweza kufanya hivyo, na mimi nikaweza kuota na kujaribu kuona okay, ninaweza kutumia kitu gani ambacho ninacho, au ninaweza kukuza skill gani ambayo nataka niikuze ili niweze kufikia malengo na ndoto ambayo nilionayo. So kwa vijana wadogo, kwa wasichana, na nishajibu swali hili hapo mwanzoni kwa namna tofauti. Mungu ametupa vipaji wote sawa. Tunao uwezo wa kutatua changamoto zozote zile. Kama 1+1 ni 2, umeisikia, unajua 1+1 ni 2. Hiyo haijalishi kutoka kwa msichana au kwa mvulana, jibu ni 2. Unaona? Ukitaka kuingia kimahesabu okay, lakini it's not really 2, ni 2.000. Hiyo ni discussion ya siku nyingine kwa application ya siku nyingine. Lakini unapoona, wanasemaga kuona ni kuamini, na kuna sehemu yake, kuna sehemu ya imani ambako huoni, lakini inabidi uamini kwamba itawezekana. Lakini sasa unapoona na ikathibitika kwamba hii inawezekana, tumia hiyo, kimbia nayo, nenda, songa mbele. Wow. Natamani hata tungekuwa na muda zaidi unifundishe kuhusu jibu la 1+1 kimahesabu linakuwaje 2 na point kadhaa, sio umesema? Nukta kadhaa. Basi kama ulivyosema, hiyo itakuwa somo kwa wakati mwingine. Ndiyo. Sasa uhandisi wa urambazaji
ama aerospace engineering Ndio. inahitaji usahihi wa hali ya juu ili iweze kuaminika. Kama hivyo ulivyokuwa unasema kwamba nyinyi pamoja na wengine ilikuwa muhimu kwamba kitengo chenu lazima kifanye hayo mahesabu ya kuhakikisha kwamba chombo kinachokwenda angani hakitagongwa labda na vifusi ama mabaki ya satellite zingine huko angani. Ndio. Kwa hivyo inahitaji Ndio. kweli usahihi wa hali ya juu. Sasa umewahi kukutana na hali ambapo ulilazimika kuthibitisha na kusisitiza utaalamu wako katika mazingira ambayo sauti yako labda ilipuuzwa kwa sababu baada huyu ni mwanamke ama bado ni mdogo kwa umri, na uliwezaje kukabiliana na hali hiyo? Yeah. Napataga hili swali mara nyingi sana, napoongeaga na watu mbalimbali. Ni swali zuri, lakini pia ningependa kulijibu kwa namna ya kitofauti kwa kuanza kwa kuuliza swali, na tayari ulishasema hiyo point, ya 1+1 ni 2, au saa zingine ni 2.00 na kadhalika. So kwa ufupi ndio, unapokuwa mgeni, unapokuwa mwanafunzi darasani siku ya kwanza, mwalimu hajui chochote, kuhusu wewe ulikotoka, anajua wewe umetoka Afrika, haya sawa. And then ile picha alionayo ndio hiyo alionayo. Hiyo ndio wanaita huku kimahesabu initial condition. Kwa Kiswahili ni ile data ya kwanza, ile information unayokuwa nayo ya kwanza, taarifa ya kwanza kabisa. Taarifa ya kwanza kabisa. So unapopata taarifa ya kwanza kabisa kwa fani yoyote ile, hiyo ni taarifa ya kwanza kabisa. Usijenge jengo kubwa ukasema hii ndo story ya huyu mtu. Na mara nyingi waga tunakosea tunapoangaliaga hivyo kwamba huyu ni mwanamke, siwezi kujifunza kitu chochote kutoka kwake. Au huyu ni mtu wa rangi yake ngozi tofauti na ya kwangu, siwezi kujifunza kitu chochote kutoka kwake. Au ni mdogo kwangu, siwezi kujifunza. Mimi na watoto wawili wadogo, wanifundisha vitu vingi kila siku. Sio tu kile ambacho wanakisema, lakini ninavyokitafakari mimi. Kwa hiyo tuweze kujifunza kama jamii, kujua ya kwamba ninaweza kujifunza kitu chochote kutoka kwa mtu yoyote. Unaona? Na ina maana unapokubali kwamba siwezi kujifunza kitu kutoka mwanamke, wewe kuchagua kwa mwanaume, mimi sikuchagua kwa mwanamke, tumetokea wote hivi, and so ni muhimu sisi pia kuweza kujiweka katika viatu vya watu wengine, kuona ingekuwa tumebadilisha hiyo mitazamo, mimi ningeweza kujisikiaje. Unaona? And so katika jamii tunapoanza kufikiria kwa namna hiyo, itatusaidia sana kuweza kuona vitu vingi ambavyo unaweza ukavipata unapoendelea kufungua mtazamo wako, kujua naweza kujifunza kitu chochote kutoka kwa mtu yoyote. So kwa ufupi ndio, changamoto zipo, na uzuri, na pia namshukuru Mungu kwamba nina mentors, na watu ambao wananisaidia, wanaoniongoza, na mabosi wazuri sana. Bosi wangu ni mzuri sana, namshukuru Mungu. And so unapokuwa sehemu kwa muda, unapokuwa mwanzoni pale, muda unavyozidi kwenda, unazidi kuona okay, huyu anajua anachokifanya, kwa sababu na kuna watu wengine ambao hawajui ambacho wanakifanya. Na hiyo sio kwamba ni sawa au si sawa, lakini cha msingi, aidha kama wewe ni boss au wewe ni mtu katika timu, mna lengo, mna mission ya kufanya, swali ni nini, shida ni nini, changamoto ni nini, unaweza kutatua na kuweka maswali ili kuweza kuvunja hilo changamoto katika vipande vidogo vidogo. Andaa hayo maswali, toa hoja zako, propose solutions zako, unatatua tatizo. Ukitatua matatizo 5, 10, 20, baada ya muda wanaona huyu anaelewa anachokifanya, na wengine wanatulia, wanakukubali. Mwingine hata kukubali, haijalishi unafanya nini. Na wako wengi, unaweza kuwa mwanamke, unaweza kuwa mwanaume, unaweza kuwa rangi kutoka nchi mbalimbali. Hiyo ni shida yake, lakini cha msingi, ninapoingia kazini, ninapoingia darasani, naingia kujifunza, ninauliza maswali, ninafanya kazi yangu, kazini nafanya kazi yangu, wanaita huku show up, you show up, and you do, unafanya kazi yako. Usubiri kukaa chini kupigiwa makofi. Wanaokupigia makofi wapo wengi, nchi nzima ya Tanzania, unaona. So yeah, it's ni mtazamo ambao tukiweza kujifunza kukalia, tatupeleka mbali kama mpokeaji na kama mtoaji.
kama mpokeaji wa mtu ambaye anapokea mtu ambaye ni tofauti kwake, na yule mpokeaji ambaye anakuwa anapokea hoja hizo. Yeah. Nimeupenda sana huo mtazamo, na bila shaka mtu ambaye anasikia itamjenga na kuanza unajua, unaweza kuangushwa na mtu mmoja tu na ukakata tamaa, wakati kuna watu wengine wengi ambao wanakutegemea waone unavyofanikiwa na wao waweze kuchipua zaidi. Kabisa. Na kwa kuwa umewazungumzia mabosi wako pia ambao wanakusupport, wakuu wako kwenye kazi na watu wengine ambao wanakusaidia kazi hapa na pale, ni mambo gani sasa ambayo unaona kwamba taasisi ya NASA na washirika wa kimataifa wanapaswa kufanya ili kutoa fursa zaidi kwa wasichana wenye vipaji kama wewe kutoka Afrika na jamii zilizotengwa kupata fursa katika taaluma za uhandisi wa anga na urambazaji wa misheni mbalimbali? Ni swali zuri sana. Na kwa nafasi niliyopo mimi siwezi kujibu kwa niaba ya NASA, lakini naweza kusema hivi, katika taasisi mbalimbali, mashule, vyuo, NGOs mbalimbali, na hata mwanadamu mwenyewe kipekee, mtu mwenyewe kipekee, katika stori za mambo mengi naanza kujifunza. Kwa mambo mengi yanaweza yakawa yakizingatiwa katika mitazamo yetu. So kwa vijana wadogo, na sasa hivi katika dunia hii ya leo, internet iko kila sehemu, kila mtu ana simu, information, taarifa zipo nyingi sana. So kama nilivyosema, siwezi kujibu kwa niaba ya NASA. Kiko vijana waliopo wanaosikia habari za Artemis 2, wanaosikia habari za misheni mbalimbali na AI technology, opportunities na hizo aina za fani mbalimbali zipo nyingi. Jibu langu ni hili kwa mtu wa kipekee, kwa mtu wa kibinafsi anayesikia hii. Andika ndoto yako, andika kile kitu unachotaka kwenda kufanya. Iwe mhandisi wa urambazaji katika mambo ya anga ya nje kama mimi, au kama ni kwenda kuwa lawyer, au kwenda kuwa daktari, au kwenda kuanzisha biashara yako, au kuanzisha kampuni, andika hiyo chini. Andika hiyo chini. So, lakini kurudi nyuma kujibu swali lako kuhusu mambo ya STEM na sayansi na vijana ambao wanataka sasa kubobea katika eneo hili, nenda mtandaoni, tafuta information, tafuta taarifa hizo. Mimi ni mwanafunzi wa A-level au level secondary, nataka kwenda kusoma uhandisi. Kuna opportunities nyingi kuhusu, kwanza kwa mambo ya kipesa, scholarships zipo, zitafute. Jinsi ya kuandika essays za applications zipo, zitafute. Opportunities na hizo universities, vyuo vingi sasa hivi unaweza kuandika email, unaweza kuenda kwenye website zao ukatafuta information, ukasoma, ukajua wanataka vigezo gani ili uweze kwenda kusoma katika hizo fani. So jibu ni ile, ningependa kuona vijana wakichukua changamoto na kupokea uchangamoto kwa nguvu. Kwa Kiingereza tunasema take your own agency, una own jinsi unavyoendesha future yako. Mkabidhi Mungu, unapomwamini Mungu, mkabidhi Mungu, na taratibu utaona milango inafunguka. Lazima ufanye kazi kwenda kutafuta hizo opportunity ili uweze kuziendea. Opportunity zinaendewa. Wapo wachache zinazowadondokea, lakini mara nyingi zinaendewa. So hilo ndio lingekuwa neno langu kuatia moyo vijana. Okay, vizuri. Ukizingatia mchango wako katika misheni ya Artemis 2 kama ulivyokuwa umeeleza, ni yapi ungependa kuambia kizazi kijacho cha wanawake wenye asili ya Afrika kuhusu masomo ya STEM, na unachukua hatua gani hasa kusaidia kukuza kizazi hicho, hasa hapo, kwa sababu huku mengine tayari umeshawaambia wasichana? Ni hatua gani ambazo unazichukua wewe binafsi kuhakikisha kwamba wasichana wanaingia kwenye masomo ya sayansi, teknolojia na hisabati? Asante sana kwa swali hili. So katika kazi yangu nafanya kazi na vijana wengi ambao pia ni wadogo kwangu, na pia huwa nafanya kazi na vijana walioko mashule mbalimbali, huwa nafanya mentoring. And so hatua ambazo nachukua mimi ni kuhakikisha kwamba kama nachukua fursa kama hizi kuongea na watu mbalimbali, kuwaonyesha kwamba
information zipo, data zipo sehemu ambako unaweza ukaenda kupata hizo, information, kujua hatua inayofuatia iwe nini. So ni miaka iliyopita, nilianzisha hii non-profit ya Jewel Foundation, ambayo tulikuwa tunafanya program mbalimbali, Tanzania, Nigeria, Zimbabwe, na bado tumefikisha karibia 10, tunafanya tu hapo kimara kutwa, lakini na hiyo ina uzuri wake, lakini ina focus kwa vijana wachache, hapo katika hiyo shule. So nimeanzisha kampuni inayoitwa Excel Space, ambako ukienda hapo nimetengeneza kozi mbalimbali. Zipo kozi za bure pia, ambako vijana wa shule walioko sekondari wanaweza wakaenda wakasikiliza hayo masomo na kuweza kujifunza jinsi ya kupanga mkakati wa kuweza kujua ninataka kwenda kusomea engineering, labda civil engineering, what should I do, na ninafanyaje uamuzi huo. Na hata unapokuwa hapo shuleni sasa unasoma katika hiyo fani, ni vitu gani ambavyo inabidi ufanye ili uweze kufanikiwa. Kuingia shule ni hatua moja, lakini unapoingia sasa shuleni ni vitu gani ambavyo inabidi ufanye ili uweze kufanikiwa. Kufanikiwa maana yake nini? Unafaulu masomo yako, unaelewa kinachofundishwa, unajiweka vizuri ili unapomaliza shule umeandaliwa kiasi kwamba ukienda kufanya interview unaweza ukazidisha idadi yako au chances zako za kuweza kupata kazi. Na hata kwa vijana wadogo ambao wanaanza kazi, kuna programs katika hiyo website yangu ya Excel Space, ambako unaweza kwenda, umepata kazi yako, hii ni kazi yako, haya, wiki ya kwanza nenda. Hakuna mitihani unapokuwa kazini, hakuna sijui umefaulu temu hii, unapewa kazi, unafanya. Usipofanya unafukuzwa. Sasa unajuaje kwamba unafanya vyema? Inabidi uweke mkakati, ujue kwamba kazi yangu ni hii, mategemeo yanayotegemewa kufanya ni haya. Je, ninayafanyaje? Unafanya ile self check, unajiangalia, unajipima, alafu unaandika, sasa nataka kwenda wapi. Na unapotaka kwenda huko unaweka hizo tunaziita huko malengo ya katikati, kwa sababu kama uko hapa mtoto mdogo anasema nataka kuwa rais wa nchi, uwezi tu kukaa ukasubiri mpaka uwe mkubwa ndio uwe rais. Unaanza taratibu, unakuwa monitor wa darasa, unakuwa kiranja, unaenda unaanza katika kujifunza mambo ya uongozi, unajifunza jinsi ya kuongea na watu, jinsi ya kujali watu na kadhalika na kadhalika. So hizo resources zipo, zipo za bure. Ningependa kutia moyo watu kwenda kuangalia, wazichukue hizo, wajifunze na kuweza kuona jinsi ya kuweza kupanga future zao. Na nilishasema hilo, lakini nataka pia nilisisitize, unapoona vizingiti sio kwamba mlango umefungwa. Vizingiti ni picha kamili inayokuonyesha kwamba ndo mlango inabidi uvunje. Ielewe vizuri, angalia zile hinges, zile misumari ilivyokaa, achia, bomoa, pita mbele kihalali, kihalali. Kwa sababu vizingiti sio kwamba okay, haiwezekani. Ni kizingiti. Unapotaka kwenda jiji jingine, enzi hizo wakati hatuna madaladala au magari, unapanda mlima, unaupanda, hausemi siendi. Kama dawa iko huko, utapanda huo mlima, unapanda mlima, unafika. Sasa unabidi ujiandae, utabeba maji, utabeba chakula, utabeba kanga, kitenge, utabeba mwamvuli, utabeba kitu cha kujilinda kama kuna wanyama au nyoka, so mlima upo, lakini jiweke vizuri, ujue mlima ukija huu ndo mkakati wangu wa kuvuka ili nipite ambako nataka niende. So wasichana, wavulana wote, vijana, ni kujua kwamba yawezekana, inawezekana, ni kufanya kazi tu. Asante sana Linda Mashiku kwa kuzungumza na idhaa ya Umoja wa Mataifa. Mambo mengi mazuri ambayo umezungumza yatawafaa watu, hasa wasichana wadogo na wavulana pia vile, kwa sababu kuna mengi ya kujifunza kutoka kwako. Asante sana. Nashukuru sana kwa nafasi hii. Asante sana kwa muda wako. Asante.